Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu. Naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania John Heche asafirishwa kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam kuhojiwa, huku tume ya haki za kibinadamu nchini humo ikisema itaanza uchunguzi wa kina kuhusu maandamano ya baada ya uchaguzi. Tuanzie nchini Tanzania ambapo naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini humo Chadema John Heche, ambaye alikamatwa siku 14 zilizopita, amesafirishwa kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam ambako amehojiwa na maafisa wa polisi kuhusiana na tuhuma kadhaa. Wakili wa Heche, Hekima Mwasipu, ameiambia BBC kuwa Heche anazuiliwa katika kituo kimoja cha polisi baada ya kufahamishwa kuwa anakabiliwa na mashtaka mawili ya ugaidi. Hekima amesema tayari wamewasilisha kesi mahakamani ili Heche ambaye anaugua aachiliwe kwa dhamana. Muda mfupi uliopita nimezungumza na wakili Hekima. Utakumbuka jana Heche aliletwa kutoka Dodoma kuja kituo cha polisi Oysterbay kwa maana ya mkoa wa Kinondoni, na baada ya kuletwa nilipigiwa simu kwamba mheshimiwa Heche ameletwa hapa, anatakiwa wakili kwa ajili ya kumsimamia maelezo. Nilifika hapo Oysterbay. Baada ya kufika nikapewa askari wawili ambao walikuwa wanatakiwa kumchukua maelezo, na wakati wa interview aliambiwa kwa anatumiwa kwa makosa ya ugaidi, kwamba kuna tukio la ugaidi ambalo lilitokea tarehe 29 kuanzia Kimara, au vitendo vya kigaidi vilivyotokea tarehe 29 wakati wa zoezi la kupigaji kura kuanzia Kimara mpaka Magomeni. Kosa la pili ni ugaidi hivyo, lakini location tofauti, kwa maana ya Msewe pamoja na external. Kwa hiyo hizo ndio tuhuma zake. Sasa kisheria anaruhusiwa kuchukuliwa maelezo ya hizo tuhuma, kwa maana kuhojiwa sasa, au anaweza akatumia haki yake ya kisheria kukaa kimya na ataenda kutoa maelezo yake mahakamani. Heche alichukua uamuzi gani wa kukaa kimya? Baada ya zoezi kukamilika, akarudishwa mahabusu kituo cha polisi Mbulahati. Ni taarifa ambazo vile jana tulizipata, ilitakiwa leo afikishwe mahakamani kwa tuhuma hizo. Tumeweka kambi hapa Oysterbay mpaka mida hii naongea na wewe, niko Oysterbay. Hakuna dalili zozote za kumpeleka mahakamani, na hatujapata mawasiliano yoyote kwamba wamefikia hatua gani, kwamba maybe kesho atampeleka, lakini hatujapata majibu kwamba kesho atampeleka au hatampeleka. Naam, maafisa wa polisi ambao umeongea nao wanasema kwa nini hawajamfikisha mahakamani leo? Kimsingi walikuwa kwenye vikao, hatujawasiliana nao. Nafikiri bado niko Oysterbay, nitapata majibu hata baadaye, sababu bado wako huko ndani wanawahoji wengine watuhumiwa ambao waliwakamata tarehe hiyo tarehe 29. Kwa mujibu wa maelezo ya maafisa polisi ambao walikuwa wanamhoji, ni kwamba kuna watu ambao wamekamatwa wako huko ndani, wamemtaja makamu mwenyekiti kwamba walihamasika sijui na kauli zake, kitu kama hicho, kwamba kuna kauli ambazo walizitoa ambazo hatuzijui huko nyuma, ambazo zikapelekea sasa kutokea matukio ya kigaidi siku ya tarehe 29. Sasa hatujui hizo kauli ni zipi mpaka sasa hivi, kwa sababu alikataa kuandika maelezo yake. Tutajua hizo kauli ilikuwa ni zipi mara baada ya mheshimiwa Heche kupelekwa mahakamani. Wakati huo ripoti ya waangalizi wa Umoja wa Afrika imesema kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi kanuni na mifumo ya Umoja wa Afrika na kimataifa kuhusu uchaguzi wa demokrasia. Katika ripoti iliyotolewa leo na mkuu wa ujumbe huo Mokgweetsi Masisi, ambaye pia ni rais wa zamani wa Botswana, waangalizi hao wanasema mazingira ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi hayakufaa kwa uchaguzi wenye amani na matokeo ya kukubalika. Aidha, ripoti hiyo imetilia doa viwango vya maandalizi ya tume ya uchaguzi na taasisi nyingine muhimu za uchaguzi, ikisema havikutosha kukabiliana na changamoto zilizojitokeza. Waangalizi hao wamependekeza serikali nchini humo kutoa kipaumbele kwa mabadiliko ya kisiasa na uchaguzi ili kukabiliana na changamoto zilizojitokeza. Wakati hayo yakijiri, tume ya haki za kibinadamu na utawala bora nchini Tanzania, ambayo ni idara huru ya serikali, imesema itaanzisha uchunguzi wa kina kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 na kusababisha uharibifu wa mali na vifo vya raia. Tume hiyo inasema kwamba itatoa matokeo ya uchunguzi huo chini ya miezi miwili, ikisema hivi, na nukuu hapa: matukio ya aina hiyo hayawezi kuvumiliwa katika jamii inayothamini amani na utawala wa sheria, mwisho wa nukuu. Aidha, mtandao wa watetezi wa haki za kibinadamu Tanzania na chama cha wanasheria Tanganyika wamelaani matukio ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mashirika hayo yamesema yanataka uchunguzi huru na kuwajibishwa kwa wote waliohusika, zikitaja matukio kama vile mauaji, mateso na ukamataji kiholela. Serikali bado haijatoa kauli ya moja kwa moja kuhusu madai hayo na bado tunaendelea kuifuatilia. Lakini wakati hayo yakijiri, familia za wale waliopoteza wapendwa wao kwenye maandamano zinaendelea kuomboleza huku zikipanga shughuli za mazishi. Mjini Mbeya, familia ya daktari mmoja ambaye mtoto wake aliuawa baada ya kupigwa risasi kifuani wakati alipokuwa akienda dukani
imezungumza na mwandishi wa BBC Robert Kipto. Tumeathirika kwa kiwango kikubwa sana kama familia, kwa sababu kijana tuliyempoteza alikuwa ndio firstborn wangu. Alikuwa akitoka nyumbani kwenda kufuata mahitaji dukani. Ilikuwa ni siku ya tarehe 30, pakawa na milio ya risasi, kwa hiyo ikampata na yeye kifuani, akafariki dunia. Kwa hapa nilipo tuna msiba, na hata kuzika tulizuiwa kwenda kuzika, njia zote zilikuwa zimefungwa. Tulikuwa kama kwenye lockdown ambayo jana ndio wametangaza basi shughuli zote ziendelee. Kwa hiyo sasa hivi tunapata hata muda wa kwenda hata kuona kaburi la mtoto, lakini kabla ya hapo hatukuweza kufanya chochote, na hakuna mtu yote aliyeruhusiwa kuchukua mwili wa marehemu huko, aidha ni mocho leo ni wapi. Kwa hiyo sisi tulijaribu kutumia mbinu nyingine tu kuweza kupata mwili wa kijana wetu na kuenda kuhifadhi, kusikiri. Amesitiriwa juzi. Yaani mtoto anazikwa tu, lakini haujapata habari ya permit, haujapata kitu gani, lakini as long as umeshamzika kaburi liko nyumbani, basi tunaishia hivyo. Lakini athari kubwa sana kwa upande wetu. Sio tu mimi, mpaka na familia kwa ujumla na wadogo zake marehemu ambao ni watoto wangu mwenyewe. Kwa hiyo ni shida kidogo. Na binafsi kama mzazi, ulipokeaje kifo cha mtoto wako wa kwanza? Ni mshtuko kwa kweli, kwa sababu ukishajua tena ni kifo alafu kama mtoto wa kwanza ndio unayemtegemea. Ni mshtuko mkubwa sana ambao wakati mwingine unaweza kuchukua maamuzi ya kutaka mpaka kujitoa mpaka uhai. Unajua unakuwa na taharuki mpaka wasipotokea watu wakuja kustabilize, ni changamoto kidogo. Lakini kwa sababu ni mwanaume, lakini bahati nzuri pia mimi ni daktari, kidogo moyo ule uvumilivu na ustahimilivu nilikuwa nao. Je, ninyi mlitarajia kitu kama hichi kinaweza kutokea hasa kipindi hicho cha uchaguzi? Hapana, hatukutarajia, kwa sababu miaka yote hapa anakuwa na vurugu, lakini ni kidogo na mambo huwa yanaenda sawa sawa. Hakunaga mambo ya watu kutupiwa risasi. Ni wachache wanaweza katokea, lakini most of the time uchaguzi huo unapata tu salama, pamoja na kwamba walio wengi huwa hawafuti wala wanaendelea, lakini basi hawana namna yote, huwa inaishia tu hivyo. Maadamu mtu walote wameteuana kama kawaida, basi maisha mengine huwa yanaendelea. Mambo kama huwa hayapo. Ni mara ya kwanza kuona matukio makubwa ya kikatili kiasi hicho. Tusalie katika taarifa hiyo. Mjini Tanga sasa, familia nyingine pia inaomboleza kifo cha mtoto wao. Hadi sasa hawajafanikiwa kumzika kutokana na utaratibu mgumu wa serikali katika kufuatilia miili. Phyllis Mote amezungumza na babake mwathiriwa. Ulipataje taarifa za mwanao baba Jala? Mimi nilipigiwa simu na kaka yake ambaye aliyomuita jina anaitwa Azizi Kusaga. Ndio aliponiambia kwamba bwana, hapa hii mdogo wangu nimepata taarifa, mdogo wangu kapigwa risasi. Sasa alikuwa anavuka barabara ili aende nyumbani kwake, ndio akakumbana na hiyo adha. Kwa hivyo uliambiwa kwamba alikuwa kwa maandamano ama hakuwa kwenye maandamano? Hakuwa kwenye maandamano. Na kufikia sasa labda umepata habari zozote za mwili wa mwanao? Umeambiwa uko wapi? Niliambiwa kwamba mwili wa mwanangu uko njia 4 pale. Na umechukua hatua gani labda kufuatilia ili kuweza kumstiri? Siku ya kwanza kulikuwa kuna ile siku ambayo amepata hii alipofariki, kesho yake ni kwamba kulikuwa hakuna nafasi ya kuhakiki kwamba mwili wangu uko wapi, ila wale walienda tu na askari pale wakamwambia huyo ndugu yake kwamba bwana, baada ya kufa akamwambia mwili utaukuta Mabwepande huko. Ameenda yeye mwenyewe, amejaribu kufika hapo kutafuta ama kuhakikisha kwamba kakake kweli amefariki? Amefariki wakati akiwa yuko mikononi, kwa sababu ile ilikuwa iko hivi, baada ya kupigwa risasi kweli alikuwa yuko hai. Sasa pale wakafanya mpango ili kupatikane ambulance ili ije iwabebe pamoja na wenzake kuwapeleka hospitalini. Ndani ya dakika kadhaa hivi ndio akafariki dunia. Na ile ambulance ni kwamba niliambiwa kwa kabisa kwamba ambulance ilikuwa inawafuatilia, kufika njiani ikakumbana na hao jamaa, ikapigwa moto ikaungua. Ilipigwa moto wakiwa bado wako ndani? Ilipigwa moto wakiwa inawafuata. Kwenye hiyo hali ya kujaribu kupata mwili wake na kuweza kumstiri vyema, labda mmefikia wapi? Kesho wanaweza wakaanza safari. Kila kitu kiko sawa, tunasubiri tu mwili wa marehemu utakapofika, inshallah tumstiri. Sasa kutokana na maandamano yaliyofanyika wiki iliyopita, safari za kutokea Tanzania bara kwenda visiwani Zanzibar zilisimamishwa kwa siku kadhaa. Hali hiyo imeathiri kisiwa hicho na kusababisha kupanda kwa gharama za maisha, kwani kwa kiasi kikubwa Zanzibar inategemea bidhaa za chakula kutoka bara. Wengi wana matumaini kwamba huenda wakarejelea kwenye hali ya kawaida katika siku za hivi karibuni baada ya safari hizo kurejeshwa tena. Mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja na undani wa taarifa hii kutoka Zanzibar. Tungule bei gani? 1500. Uchaguzi umekamilika bila kadhia yoyote visiwani hapa. Lakini sasa kuna kabiliwa na tatizo la upatikanaji wa bidhaa, hususani
bidhaa za chakula. Sokoni bei zimepanda maradufu na baadhi ya bidhaa hazipatikani kabisa. Bidhaa kwa ujumla zimepanda bei kwa sababu ukiangalia before ilikuwa price zake na sasa hivi ni tofauti. Kama mwanzo chips kavu tulikuwa tukienda kununua tunauzwa shilingi 2,000, lakini kwa sasa hivi ni 3,000. Kwa hiyo gharama maisha imepanda. Ukikompea na mfano bidhaa green pepper hizi hoho wanauza 6,000 kilo, tofauti na mwanzo. Samaki leo zimepanda bei bado. Avocado kabisa sokoni hamna. Yaani hamna kabisa. Wafanyabiashara wanasema bidhaa zimeadimika tangu kuanza kwa maandamano, kwani boti za mizigo hazijaweza kuingia wala kutoka visiwani. Changamoto kubwa ilikuwa mbatata. Mbatata ilikuwa changamoto kubwa kwa kipindi cha uchaguzi hapa, lakini na stoshe karoti ambapo kwamba vitunguu maji vile vile ilikuwa changamoto kwa kipindi hichi cha uchaguzi, lakini nyuma ilikuwa kawaida. Na changamoto ilikuwa kubwa ya bei kwa sababu vitu vilikuwa haviingii, na haijawa bei kubwa ya hivyo, bei ya kawaida, lakini ndio kwamba changamoto ya uchaguzi ndio watu wanataharuku kwamba vitu hamna, lakini bei ilikuwa ya kawaida kabisa. Uchumi wa Zanzibar unategemea zaidi utalii na uvuvi, huku kilimo cha chakula kikifanywa kwa matumizi ya nyumbani na sio kibiashara. Bidhaa nyingi za vyakula hapa Zanzibar zinategemea kutoka bara, hasa mkoa wa Dar es Salaam. Na Dar es Salaam nao wanategemea kutoka mikoani. Kutokana na maandamano yaliyotokea hivi karibuni, imesababisha shughuli za usafirishaji kuwa adimu. Hivyo basi, imesababisha kuadimika kwa bidhaa hizo. Wengi wamekuwa wakilalamika kupanda kwa bei ya maisha. Sio tu wafanyabiashara na wateja wanaopitia kipindi kigumu, bali hata wafanyakazi wa sokoni wanaoshusha mizigo kwenye magari wapo bila kazi, wakilalamika kuwa mkono hauendi kinywani. Kama hakuna mbatata ndo hatuwezi tukafanya kazi. Unaona, tupate mbatata, zishuke mbatata, tubebe mbatata, tufanye kazi. Na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Agizo la Rais Samia baada ya kuapishwa ni kurejesha shughuli zote za usafiri na biashara. Agizo hilo linawapa matumaini wananchi wengi kwamba huenda sasa bidhaa kutoka bara zikaanza kupatikana tena, ingawa bado haijulikani ni lini wafanyabiashara watashusha bei za bidhaa sokoni. Humphrey Mgonja, BBC. Ripoti hiyo kutoka visiwani Zanzibar ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, uchunguzi wa BBC umepata ushahidi kwamba wasichana wa Afrika wanahadaiwa ili kushiriki katika kuunda droni za kivita zisizo Urusi kwa kisingizio cha ajira.